Guys, watu wangu wa one time, hebu kujeni kwanza tuambie nini ukweli. Sasa ndaka wale vijana kitu kwanza tuchukua kwanza ID. Then number 2, ndaka tuambiane ukweli. Huyu jamaa ametupangia. Na huyu jamaa vile ametupangia pia sisi nafaa tukue na nini? Tukue na mpango. Unaona politics za Kenya zinafanywa na regionals. Na regionals about numbers. Unaona kama leo hii watu wenye wanatoka Central Kenya, hizo ni votes sasa tunaongelelea. Votes za Central Kenya, votes za Western na votes za Western, Central Kenya, Rift Valley hapana, Rift Valley tutoe hapo kabisa. Tubaki na province, Coast Province. Ukiangalia hizo votes peke yake, wacha kwanza tuanze na votes za Nairobi kwanza peke yake. Tusiende mbali. Votes za Nairobi peke yake unaweza pata kitu kama 2,500,000 hapo. Haya, votes za Northeastern pia umejua pia ni party nyingine, kama tunaweza tukapata pande hiyo inaweza kuwa mzuri sana because wale watu pia wanaumia na wako na shida ya njaa. So kama tunaweza tukaconvince wale watu wa Northeastern, although kura zao nazo zikwangi mingi sana. Unajua ni kwa sababu ya wengi wao ni watu wa kuhama, ni watu wa mifugo. So mara mingi unapata mtu alikuwa hii time hapa, next time unampata maybe kama na huko Kitengela ama Kombali. So wakati wa kura haizi kuwa kwa karibu. That's number 1. So au shida ya watu kura yao kuwapata itakuwa shida kidogo. Lakini wanakuwa almost kitu kama 600,000. Let's put them aside. Mahali penye tuko na rich vote ni Western. Na mimi naomba sana hii video kama siku moja itafikia Gachagua na hawa ma politician wote. Western tunaweza secure vote. Kwa sababu gani nasema Western tunaweza secure vote? Ukiangalia saa hizi watu wa Western wako na kitu kimoja, wanaitanga bulala. Kama hujui bulala inamaanisha nini, ni undugu. So ukiangalia mtu kama Natembea kuna uwezo mkubwa sana kwenda kuconvince Waluya na kuwaleta pamoja. Unaona? That's number 1. The most important person again, na mkatae mkubali, jamaa anaitwa Sifuna. Na wacha kwanza ni mwanzo nikuje niseme ni kwa sababu gani jamaa anaitwa Sifuna ako na usemi mkubwa sana ya kuconvince Waluya kukuja kwa pande ya one term. Shida ni hii. Pande ya Western tuko na shida employment. Hiyo ni kitu ya kwanza watu mkae mkijua. Na so long as mtu umeshamwambia, umeshamconvince there's a way of getting money kutoka pande ya juu ikuje pande ya chini, huyu mtu atajisaidia without kuja kukomba chakula kwako. So huyu mtu atakuvotia. So Western kama Gachagua anaweza kaongea na, kama wanaweza kukaa chini aongee na jamaa anaitwa Sifuna, aenda wa convince kabisa kwamba kuna uwezekano mkubwa tukapata pande ya Western. Na Western alone ni 2,100,096 votes. So in other words, Western tunaweza tukasikiwa. Tunabaki na mahali inaitwa Coast Province. Sasa hapa kuna shida moja lakini watu wajuangi. Wale wenye Coast wengi wao, some of them are between Luos and Luyas. Unaona? Let me put in general. They are mixed community. Na nitaisema kwa Kiswahili kwa sababu hii inatengenezewa Kenya, si watu wengine. Ni community ni kama familia
ambayo imechanganyikana. Unaona? So kwa Coast Province tuko na 1,009,053. Estimate hapo, hiyo ndo vote zenye zinatoka pande hiyo. Na ukiangalia pande ya Coast tuiseme, wale watu wengi wao ni wavuvi. So kama kuna means unaweza convince hao watu, ni jinsi tu moja, watavua aje samaki zao kwenye bahari, kisha wapate njia ya kuiuza. Hiyo ni jinsi moja ya kufanya watu fanya nini, to convince them, to put them on the table. Wanasemanga kuwaleta kwenye meza. Unaona? So hiyo utakuwa na uwezo wa kusekiwa pande gani? Pande ya Coast. Mali tunataka tena vote. Na hapa kuna uwezo mkubwa sana watu kupata vote. Msidanganye vitu mnasikia kwa social media au kwa hawa ni Kisumu. Let me put in general. Nyanza there is a division. Hii division nitawaambia kwa sababu gani ipo. Wale wenye wamesimama na ODM, kwa sababu majority of the people who are in ODM, wengi wao wanatoka pande ya Nyanza, and they believe Sifuna is the right person to lead that coalition. Wacha hivi tunasikia tio sijui huyu mzee wetu pia anataka kiti. Mzee wetu ndiye anataka kiti, anataka power. Huyu jamaa kusema I need power. Sawa, you need power, but huyo mtu hana uwezo wa kuconvince raia pande hiyo. Nobody should lie to you. That person has not got even a capacity to convince even let's put it this way, to convince even a chicken. Hawezi convince even a chicken. Na hakuna mwenye anamsikiza. Na wale wenye wako nyuma yake, they are after money. Wale wenye wako nyuma yake, they are after money because wanaangalia kuna kitu watapata because of party. Na this time around itakuwa vigumu. Kama hii pande ya huyu madam mwenye anamsaidia sana. Huyo madam, to be honest, Kidero alikuwa amemshinda. Kama mjuangi, Kidero alikuwa amemshinda. Ni ile tu baba alitaka amlete karibu. So, tunabaki ndugu zanguni. Central Kenya tuko na almost kitu kama, let's say 3,100,054. So if you put on total, tukisekiwa Western, tusekiwe Nairobi, na tusekiwe Central, already tumeshashinda jamaa asubuhi na mapema. Lakini tukinyamaza tuache kusema hatutaongea, ndugu zangu, ni tutashindwa asubuhi na mapema. And let's be honest, let us between two of us or three of us or maybe group of us who are in one term, tusipochunga kitaenda asubuhi na mapema. Hiyo tuambianani ukweli, tuache kushinda tukidanganyana. Kwa sababu jamaa ametupangia. Pia sisi tusipompangia, that's another story. That's another story. Sorry for that one. That's another story. So, tukirudi ndugu zangu, tuko na kitu kama Eastern Province. Hapa pia ni ngome nyingine, kumbuka si ngome ya mtu mmoja. And to be honest, unaona votes, kura ni kama mwenye unataka kutongoza msichana. You persuade people so that people may like you and may give you that vote. Na kutongoza dem si kazi rahisi. Utaenda tu mwambie ovyo hivi. So kama utamchanganya, umdanganye ABCD mpaka aone kwamba this is the right person, mimi kukaa na yeye
ndugu yangu, hata kuoa utaoa. That's the reality. So kura pia ni kama hivyo. You persuade somebody until that person agrees with what you are saying. So cut the story short, huyu jamaa ametupangia. Hata tusipompangia mapema kitaturamba. Hiyo ni ukweli. Kitaturamba asubuhi na mapema, kwa sababu yeye anajipanga na wale wakubwa. And to control government you only need two people. Mwenye atakutangaza na huyu mwenye ukienda kwake ukishashinda atasema huyo ndio mshindi. After all tutafanya nini? Hakuna kenye tutafanya. So watu wangu wa Anthem, mimi naomba na naendelea kuomba na nawasihi, tafadhalini mwende mchukue kura. Ukishachukua kura, ujue kazi ngumu sana ni kutoa huyu jamaa, na hiyo ni ukweli yenye ipo. Na kama utakubali hiyo, haya basi wewe jua tu tumeshindwa asubuhi na mapema. So check out. Na until tomorrow, have a nice time.